Kuundwa kwa kamati hii kulilenga kuchunguza na kubaini chanzo cha mgogoro wa umiliki wa kiwanja namba 794 kitalu D kilichopo Mabibo. Lengo kuu ilikuwa ni kumpatia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa taarifa sahihi zitakazomsaidia kufanya maamuzi ya haki kwa mujibu wa sheria kuhusu mgogoro husika. Historia fupi ya mgogoro wa kiwanja namba 794 kitalu D Mabibo, Dar es Salaam. Kwa mujibu wa maelezo ya watu waliohojiwa na kamati, Mzee Maulid Mwanja na wenzake waliamua kuunda chama cha ushirika walichokisajili katika wilaya Kinondoni kwa wakati huo kwa jina la Kilimali Consumers Cooperative Society Limited. Chama hicho kilikuwa na jumla wanachama 36. Baada ya kusajili chama hicho cha ushirika, baadhi ya wanachama kwa dhamira na hiari yao waliamua kutoa maeneo yao waliokuwa wakiamiliki na kuweza kuyamilikisha kwa ushirika. Baada ya kufanya hivyo, ushirika huo ukaanza kumiliki kiwanja cha Mabibo Sahala kwa kupewa toleo, yaani ofa, na kisha kupatiwa hati namba 1 kitalu J Ubungo. Ilipofika mwaka 1988, Akilimali Consumers Cooperative Societies Limited waliomba kubadilisha jina katika umiliki wa hati ya kiwanja namba 1 kitalu J Ubungo na kuwa Akilimali Ushirika Mabibo Cooperative Societies Limited. Baada ya kupita muda, wanachama wa Akilimali Ushirika Mabibo Cooperative Society Limited wakiongozwa na viongozi wao Mzee Maulid Mwanja waliamua kuanzisha mradi wa ujenzi wa ukumbi kwa ajili ya shughuli za kijamii katika eneo wanalolimiliki la Mabibo Sahala. Hata hivyo, kwa kuwa kwa wakati huo hali ya kifedha haikuwa nzuri, kama chama waliamua kwa pamoja kwenda kukopa pesa katika benki ya Nyumba Tanzania, yaani Tanzania Housing Bank THB. Aidha, katika maombi yao, wazee hao kupitia ushirika wao mnamo tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 1991 waliweza kukopa jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 9,900,000 na kwenda kukamilisha kwa ajili ya kwenda kukamilisha lengo lao. Baada ya muda mrefu kupita, Akilimali Ushirika Mabibo Cooperative Society Limited walishindwa kulipa mkopo waliochukua na kupelekea riba ya mkopo kuongezeka. Baada ya kuwepo hali hiyo na kuwepo kwa msukumo mkubwa wa kuwasaidia wanaushirika wa Akilimali Ushirika Mabibo Cooperative Society Limited, ushirika wa wafanyakazi wa posta na simu Savings and Credit Society Limited uliweza kukubali kuwasaidia kuwakopesha kiwango cha shilingi milioni 9,900,000 kwa masharti ya kuweka dhamana, lakini ushirika wa Akilimali Ushirika Mabibo Cooperative Society Limited hawakuwa na dhamana yoyote nyingine kwa wakati huo. Mwenyekiti wao Mzee Maulid Mwanja aliweka hati ya nyumba yake iliyopo Mabibo Sahala kama dhamana ya mkopo huo katika chama cha wafanyakazi wa posta na simu Savings and Credit Cooperative Society Limited. Baada ya kukubaliana na masharti hayo, mkopo ulitolewa na deni lote walilokuwa wakidaiwa ushirika wa Akilimali Ushirika Mabibo Cooperative Society Limited na benki ya Nyumba Tanzania ulilipwa. Baada ya mkopo huo kutolipwa kwa muda mrefu kinyume na makubaliano, mwaka 1993 mkutano mkuu wa wafanyakazi wa posta na simu Savings and Credit Cooperative Society Limited uliamua ushirika huu wa Akilimali Ushirika Mabibo Cooperative Society Limited uweze kufuatiliwa na ulipe deni lote kutokana na kushindwa kulipa deni walilokopeshwa. Aidha, baada ya ufuatiliaji ilionekana kuwa Akilimali Ushirika Mabibo Cooperative Society Limited waliuze eneo lao kwa wafanyakazi wa posta na simu Savings and Credit Cooperative Limited, ndipo walipokuja na wazo la kuuza uwanja huo. Mnamo tarehe 10 Agosti mwaka 1994 wafanyakazi wa posta na simu Savings and Credit Cooperative Limited waliweza kuwalipa Akilimali Ushirika Mabibo Cooperative Society Limited jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 2 tu na kuweza kuuziwa na kumiliki rasmi uwanja huo kisheria kama hati inavyoonyesha. Naomba nieleze kidogo kuhusu kusitishwa kwa miliki ya kiwanja namba 794 kitalu D kwa manufaa ya umma. Hichi kiwanja ambacho tupo hapa kiliwahi kusitishwa, umiliki wake kuondolewa kwa wamiliki kutokana na sababu kadhaa ambazo nitaeleza. Tarehe 2 Novemba mwaka 2001, miliki
ya kiwanja namba 794 Kitalodi Mabibo ilifutwa, yaani revocation of right of occupancy, na kwenda kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa manufaa ya umma. Hata hivyo, wamiliki wa kiwanja hicho, yaani wafanyakazi wa Posta na Sim Savings and Credit Cooperative Society Limited, hawakuridhika na uamuzi huo wa kuwafutia miliki, na hivyo kuamua kwenda Mahakama Kuu Masijala ya Dar es Salaam kufungua shauri la maombi ambayo ilikuwa ni maombi namba 90 ya mwaka 2003 kupinga uamuzi huo, wakiiomba mahakama itoe amri tatu. Waliomba mahakama kusitisha uamuzi wa Mheshimiwa Rais, yaani waliomba order of certiorari, kwa kisheria inaitwa order of certiorari. Walikuwa wanaomba kusitisha uamuzi wa Mheshimiwa Rais wa kuwafutia miliki ya eneo, lakini vile vile waliomba kurejesha jina la waleta maombi kama wamiliki halali wa kiwanja chenye mgogoro, yaani kwa kisheria wanaita order of mandamus. Na namba 3, waliomba amri ya kumzuia kamishna wa ardhi kutoa kiwanja hicho kwa mtu mwingine yoyote, yaani order of prohibition, ambapo waleta maombi walishinda shauri hilo kwa amri zote tatu. Baada ya uamuzi huo uliotolewa na Jaji A.R. Manento, ambaye pia alikuwa ni jaji kiongozi kwa wakati ule, kwa wakati uamuzi ulipotolewa, yaani tarehe 21 Februari mwaka 2006 na kupokelewa tarehe 6 Februari 2007, tarehe 14 Machi 2007 wafanyakazi wa Posta na Simu Savings and Credit Cooperative Society Limited waliwasilisha maombi kwa kamishna wa ardhi ya kuomba kusajiliwa kwa amri ya mahakama, yaani application for registration of a transmission by operation of law. Hii ilitokea baada ya kushinda kesi. Baada ya kuwa wameshinda kesi, sasa wakarudi kwenda kumwomba kamishna awarejeshee miliki yao, kwa kuwa Mahakama Kuu ilishatoa maamuzi ya upande wa walalamikaji wa kurudishiwa eneo lao. Kwa hiyo sasa wakaenda kwa kamishna, na ndio taratibu za sheria zinavyotaka. Wakaenda kwa kamishna kwa ajili ya kwenda sasa kuomba kurudishiwa eneo lao, kwa kuwa mahakama tayari ilishatoa ushindi kwao. Ambayo hiyo sasa kwa kitaalamu ndio tunaita application for registration of a transmission by operation of law, chini ya kifungu cha 71 cha sheria ya usajili wa ardhi sura namba 334 tarehe 14 Julai mwaka 2007. Maombi hayo yalikubaliwa, na mnamo mwaka 2007 kiwanja hicho cha wafanyakazi wa Posta na Sim Savings and Credit Cooperative Society Limited kilirudishwa rasmi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kiwanja hiki kwa sasa kinafahamika kama ni kiwanja namba 794 Kitalodi Mabibo. Kiwanja hiki kina hati namba 31819 na hati hii Mheshimiwa Rasi ina ukubwa wa hekta 1.941 ambazo ni sawa na ekari 4.8 ambazo ni sawa na square mita 19,410. Eneo hili Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mara ya kwanza lilitambulika kama kiwanja namba 1 Kitalodi Mabibo, na hati yake ilisajiliwa Wizara ya Ardhi tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 86, na mmiliki wa kipindi hicho alikuwa anaitwa Akilimali Consumers Cooperative Society wa SLP 55145 Dar es Salaam. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tarehe 3 mwezi wa 1 mwaka 1988 Wizara ya Ardhi ilipokea maombi ya kubadili jina, change of name, kutoka Akilimali Consumers Cooperative Society Limited na kuwa Akilimali Ushirika Mabibo Cooperative Society. Hapa ni wao wenyewe walifanya change of name kupitia mamlaka zinazobadili majina ya taasisi hizi, na wakaleta kwetu tusajili na tukaridhia ombi lao tukasajili. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 1994 Wizara ilipokea maombi ya uhamisho wa milki kutoka Akilimali Ushirika Mabibo Cooperative Society kwenda wafanyakazi wa Posta na Sim Saving and Credit
Cooperative Society Limited WSLP 3948. Mheshimiwa Rasi, nature ya uhamisho wa milki ilikuwa ni sale na waliuziana kwa bei ya shilingi milioni 2. Mheshimiwa Rasi, tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2001 ardhi hii ilitwaliwa ikarejeshwa serikalini, ilikuwa revoked, na baada ya kuwa revoked wamiliki hawakuridhika, wakaenda mahakamani, na kama alivyoeleza mwenyekiti wa tume, wakawa granted rights za hapa, kwa maana ya kurejeshewa tena miliki yao. Lakini kipindi hicho sisi baada ya kufanya revocation tuliwapa Loyola, ambao baadaye tuliwaondoa kwa kuwa hakuna ambaye yuko juu ya sheria. Tuliondoa kwa mantiki ya kwamba chama cha wafanyakazi wa posta na simu wameshinda shauri hili na mahakama imeamuru warejeshewe miliki hiyo, na Mheshimiwa Rasi tulitekeleza. Mheshimiwa Rasi, tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2007 wizara ilipokea maombi ya usajili wa uhamisho wa milki by transfer by operation of law kama ambavyo nimeeleza, na hili litokana na shauri namba 36 la mwaka 2002. Walitushinda shauri hili na sisi tukawajibika kutekeleza amri ya mahakama. Mheshimiwa Rasi, tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka 2009 tulifanya mabadiliko ya namba ya kiwanja hiki baada ya kuona kina maingiliano na viwanja vingine. Tukakipa namba 794 kitarudi Mabibo, lakini kimsingi ni kiwanja kile kile, kiwanja namba 1 kitarudi Mabibo. Change ya namba ya viwanja haibadili location ya viwanja. Kwa hiyo eneo ni hili. Mheshimiwa Rasi, kimsingi sisi kama Wizara ya Ardhi hatuwezi tukasema hapa kuna mgogoro, kwa sababu miliki hii tulishaitoa tangu mwaka 1986. Na Mheshimiwa Rasi, tunachokiona kuna uhitaji wa matumizi ya umma kutoka kwenye public ambao ni wananchi wa eneo hili. Mheshimiwa Rasi, mahitaji ya wananchi au kutoka kwenye public hayawezi yakasupasidi sheria, hayawezi yakawa juu ya sheria. Mahitaji haya yanapaswa kutekelezwa kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za nchi. Na Mheshimiwa Rasi, kwa mujibu wa sheria ya ardhi, sheria ya utoaji wa ardhi, kama halmashauri kwa maana manispaa ya Ubungo wakifanya assessment yao ya kitaalamu na kubaini kwamba huduma ambazo wananchi hawa wanazihitaji kwa eneo hili, watatakiwa kufuata taratibu za utoaji wa ardhi, na taratibu hizo wanaanzisha wao wenyewe pale Ubungo, wanazileta kwangu na mimi nazipeleka Dodoma kwa kamishna wa ardhi, ambaye atawasiliana na Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, na hatimaye tutamwomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aridhie utoaji kwa mujibu wa sheria. Na baada ya kuridhia utoaji huo, Mheshimiwa Rasi, itatakiwa fidia ya haki na wakati ilipwe kwa wamiliki halali wa kiwanja hiki ambao ni wafanyakazi wa posta na simu. Kimsingi Mheshimiwa Rasi, hapa niwe muwazi, fidia hiyo haiwezi kuelekezwa kwa watu ambao wamejenga nyumba, kwa sababu kisheria ni wavamizi. Compensation haiwezi kalipwa kwa mtu ambaye ameingia katika miliki hiyo illegal. Hapana, sheria haiko hivyo. Na tujifunze kuto kutanguliza huruma kwenye sheria. Kama kuna maridhiano yatafanyika baina ya hao wenye nyumba na wamiliki halali, maridhiano hayo ni njia bora na sahihi ya kutumika. Lakini kama Wizara ya Ardhi hatuwezi kuhalalisha uvamizi. Mheshimiwa Rasi, naomba kuwasilisha. Kamishna msaidizi wa ardhi wa mkoa wa Dar es Salaam aanze mara moja kuhuisha mipaka na kuweza kuiona mipaka ya eneo hili kwa square mita 1019 zilizopo kwenye hati. Kazi hiyo ifanyike mara moja. Namba 2, wote waliojenga kwenye eneo au kwenye kiwanja hicho kinachotamkwa leo
wakutane mara moja na Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ubungo, wakiwepo na madiwani na wenye viti wa eneo hilo, ili kujadiliana yafuatayo. Namba moja, kwamba wao ni wavamizi katika eneo lisilo la kwao. Namba mbili, kwa kuwa mahakama imekwisha tafsiri mmiliki halisi na ardhi imekwisha tafsiri, wako hatarini kubomolewa makazi yao. Wako hatarini kubomolewa makazi yao. Namba tatu, kama watu hao watagundua kwamba hilo ni kosa na wakawa na nidhamu, heshima na hekima, ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ubungo imshauri mara moja mkuu wa mkoa kuhusu njia bora za kuenenda na wavamizi wa eneo hilo. Jambo jingine, kwa kuwa mawasilisho yamefanyika na hakuna jambo lolote gumu katika uelewa wa lugha, eneo hili la wazi ambalo halijajengwa kitu chochote, pamoja na lile eneo jingine ambalo wapo wananchi wanaoweza kuwa wameliingilia ndani yake, baada ya uhakiki huo wa kimipaka, natangaza rasmi kuwa eneo hilo pasi na shaka ni la SACCOS. Jambo jingine, kwa kuwa SACCOS wanakabiliana masuala ya ukwasi hayo waliotamka, na kwamba wanataka kuuza ili waweze kulipa baadhi ya madeni kwa watumishi na wale wajumbe wa SACCOS, jambo hilo la kuuzwa kwa eneo hili lisifanyike mpaka hapo taratibu hizo ambazo nimekushazisema zitakapokamilishwa. Jambo jingine, nafahamu kwamba palikuwa pana mgogoro kati ya walio na nyaraka na wasio na nyaraka, na kwa sababu kati ya wenye nyaraka na wasio na nyaraka kitafsiri huo sio mgogoro, na mimi nashauri zaidi kwamba viongozi wa kata na viongozi wa mtaa wajitahidi kuwaeleza wananchi wao kuwa watafsiri sahihi katika masuala yote yanayohitaji sheria na sio mdomo. Jambo jingine, mara tutakapokamilisha masuala hayo niliyoyataja, pamoja na kuwasilishiwa orodha ya watakaopata mgao kulingana na wanachokidai kwenye SACCOS hiyo, mkuu wa wilaya ya Ubungo na kamati ya usalama ya Ubungo isimamie masuala yote ama yanayohusiana na ujenzi wa eneo hili ama uuzwaji wa eneo hili. Jambo jingine, kwa kuwa eneo hili kwa muda mrefu wananchi walijua ni open space isiyo na mmiliki, na kwa sababu sasa tumebaini kwamba eneo hili lina umiliki, na kwa sababu hapa najua mambo mengi yalikuwa yanafanyikia mikutano au michezo, ofisi ya mkurugenzi chini ya meya wahakikishe wanakuwa na maeneo halali ambayo wananchi wao wataendelea kuyatumia katika huduma hizo, ikiwa pamoja na michezo na masuala mengineyo ya mikutano na masuala yanayohusiana na hayo. Jambo jingine, kama wamiliki halali watasimamia hoja yao ya kuuza eneo hili, bado ninashauri kuwa ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Ubungo wanaweza kuwa wao wanaweza kuwa wanunuzi wa eneo hili ili libaki hivi lilivyo, litumike na wananchi wao. Kama ofisi ya mkurugenzi haitakuwa na fedha, iachane na eneo hili mara moja na iruhusu mchakato wa kisheria uweze kufuatwa, kwa kuwa
hakuna aliye juu ya sheria. Jambo jingine, pamoja na kuwabaini waliovamia, pamoja na kubaini mipaka halisi ya eneo hilo, bado kama mkuu wa mkoa nitatamani yafuatayo: moja, barabara katika eneo hili iwepo. Mbili, njia za umeme, njia za maji taka, njia za vitu vingine vyote vya msingi iainishwe vizuri, ili eneo hili litakapotoka kwenda kwa mtu mwingine basi liweze kwenda likiwa lina mgogoro. Jambo la mwisho, tutakapokuwa tumeweka mambo mengine yote sawa sawa, ikiwa pamoja na kubaini ama kugundua mipaka ya sasa ya eneo hilo yote, kuwabaini wavamizi, ushauri wangu kama nilivyosema, kama itabainika kukawa kuna hekima, busara, utu na utulivu wa wote ambao wako kinyume na sheria, na mkuu wa wilaya baada ya kumshauri mkuu wa mkoa mara moja, nitamshauri kamishna msaidizi wa ardhi kulipima upya eneo hili kwa kuyaondoa maeneo ambayo yamevamiwa, ili eneo hili linapokwenda kwa mnunuzi mwingine liende likiwa lina mgogoro. Lakini hilo litatokana na masharti niliyokushaweka kuhusu wavamizi. Jambo la mwisho, kwa kuwa mkuu wa mkoa na serikali kwa ujumla hatuhitaji migogoro yoyote ile, naendelea kusisitiza kwa mkuu wa wilaya na viongozi wote wa halmashauri, viongozi wa serikali za mitaa, kuhakikisha wanaendelea kusaidia Watanzania kwenye vipande vya uongozi wao, kutafsiri sheria na kusimamia haki kwa wenye haki. Katika mahitimisho yangu nimesema tuendelee kutatua migogoro yote, mikubwa na midogo, wakubwa na wadogo, ili tuendelee kuiunda Ubungo yenye ustawi wa haki, Ubungo yenye ustawi wa amani, na Ubungo isiyo na wanyang'anyi. Tukienda kwa namna hiyo, tutakuwa tumefanikiwa vizuri ipasavyo. Ndugu wananchi ambao leo mmejitokeza hapa, mkawe mabalozi wazuri kwa wengine wote. Na huwa kuna watu wanaleta harakati katika maeneo haya ya utaalamu. Bado nasisitiza kwa wale mtakaoleta harakati wakati tafsiri za kisheria zimeonekana ziko timamu, mimi mwenyewe mkuu wa mkoa nitaongoza greda zitakazokuja kupalua ardhi hii na kubaki kuwa wazi kwenye mipaka yake, kwa kuwa harakati sio tiba ya sheria.